Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali unazopitia vijana 100 kutoka kata 17 za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Hapa wakaambiwa jinsi ambavyo wao kama Waafrika wasivyokuwa na tofauti yoyote na wazungu, wa Japan, Waarabu na hata Wahindi ambao kwa kiasi kikubwa wamepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Wakiwa hapa porini pia wakafahamishwa kuwa watu wa rangi nyingine hawakuanza kushushwa wao duniani kiasi cha kuweza kutumia hicho kama kisingizio cha kwa nini Afrika iko nyuma kiasi hiki, ingawa imejaliwa kwa kuwa na rasilimali ambazo pengine kwingineko duniani hakuna. Ilipofika Jumapili ya wiki ya pili tangu wafike porini hapa, wakatakiwa kuhamia kwenye nyumba zao. Wengi walikuwa hawajazikamilisha kuziezeka, na wengine walikuwa wamechelewa kufika, walijikuta wakitakiwa kuhamia kwenye nyumba zao zikiwa kwenye hatua za miti bila ya kukandikwa udongo. Usiku wa kwanza ulikuwa ni mrefu mno. Baridi ilikuwa ni kali, hasa kuelekea alfajiri. Wengine walilala uwanjani kutokana na unyevunyevu uliotokana na ubichi wa udongo waliokandikia. Si leo tu. Wasiongea inatazama. Mr. Kupumbavu. Amependa tu kuimba. Na wengine wakajitosa na kulala bila ya paa. Bahati nzuri mvua haikunyesha katika usiku huo kwanza, ingawa baridi iliwatandika kisawasawa.
Kijiji mpaka sasa kina jumla ya watu 100 ambao 27 kati yao ni wasichana. Mshiriki mdogo kuliko wote ana umri wa miaka 14, anaitwa Adam, ambaye aliletwa na mzazi wake na kumuombea aingie kijijini. Usanii huyu ndo mpishi wetu wale. Kavana koti la mtu. Hapo ana koti la mtu. Ai ni atua. Alaba za mwangu. Babu. Robo babu. Jamani na Mimi na kazi maskini. Babu. Wewe ngoja jicho. Ninacheka. Utaratibu ni kwamba mara watakapomaliza kujenga nyumba zao na kuonyeshwa kila kitu, vijana hawa kila mmoja atakopeshwa shilingi 45,000 ambayo itakuwa ni fedha yake ya kujikimu kwa muda wa mwezi mzima. Na fedha hizi zitatolewa kwa muda wa miezi 3 mfululizo. Baada ya hapo zitakoma. Kwa nini zitakoma? Zitakoma kwa sababu vijana hawa wanatarajiwa kwamba kuanzia sasa wataanza kujifunza mafunzo mbalimbali ya kuwawezesha kiuchumi. Ngoja mpige mimi hapo. Kama ndio iko. Hii likae hivi au likae kama ilivyokaa? Hivyo hivyo, kwa sababu si ndivyo mlivyolima hivyo. Inatosha. Huko tunaweza kujua kwa kimvuli. Sawa.
Yaani level hiyo inatosha, yaani hivyo ilivyogeuka ni sawa. Mlango huku na huku. Labda kama mtalipushi yote sawa tu, lakini sio mbali kikaa hivyo. Kule kuna njia kupita huko. Njia kote kuwe na njia. Haki upande mmoja mimi naweka meza. Inatosha. Inatosha eh? Tupate magodoro. Na meza ile. Kamuja tukiseti. Alungzonga jana. Unajua vile makuwa sijasikia fresh. Basi ndio unganisha na kusikia. Nyama yenyewe. Na makuwa. Alafu umeukausha. Utaratibu ni kwamba hapa kuna nyumba 24 ambapo kila nyumba moja ina jumla ya watu kama 4 mpaka 5 mpaka 6, na kila nyumba moja inahesabika kama kaya moja. Na inapofika zamu ya kupika katika kipindi hiki cha chakula cha bure, basi kila kaya inatoa mpishi mmoja. Maji ni moja kati ya changamoto kubwa zinazoukabili mkoa wa Tabora. Kwa mujibu wa taarifa ya halmashauri, kati ya visima 30 vilivyochimbwa wilayani humu ni visima 9 tu vilivyotoa maji. Ndani ya kijiji hiki, mtazamaji, ni marufuku washiriki kujihusisha na mambo yoyote ya kimapenzi. Anayekutwa na dalili hizo anaondolewa mara moja.